Kwa hiyo unaweza kukuta ni kweli, ndio maana unakuta mtu ambaye hajaokoka anaweza akaona ni ushuhuda dhaifu sana, akaona mbona mimi huwa naumwa lakini napona. Lakini mimi nimepata neema ya kujua kwamba sio akili zangu wala sio mawazo yangu. Sio kabisa. Yaani kama ni neema nimepewa na Mungu ya kuelewa kwamba kitu hata kama ni kidogo sana, lakini sio kwa akili zangu. Kwa hiyo mimi nikisema eti labda nitaendelea na Mungu au mimi nitaendelea na Mungu, lakini sina ambacho naona kama anayenifanyia au alichonifanyia Mungu hakina uzito kuliko alichonifanyia wanadamu. Mchungaji amesema kitu kimoja, amesema akasema mimi ni mtu ambaye naamini sana kwamba Mungu anaweza kawatumia watu. Pia akasema mimi naweza nikamwamini kwamba Mungu ana uwezo. Yaani ndio maana kitu ambacho nataka niongee nini ni kwamba Mungu anaweza kukusaidia jambo ukaliona dogo. Yaani usilichukulie maana kama ni jambo kubwa. Ila watu wamfanyia jambo kaliona kubwa. Kwa sababu watu wamefanya sawa. Lakini mimi nimemwelewa sana mchungaji mama anaweza kumfanyia Mungu ukakiona kitu ni kidogo, lakini kitu kile kingekuondoa. Na wanadamu wanaweza wao kufanyia kitu ukakiona ni kikubwa, kumbe hakiwezi kupita ule ukubwa wa Mungu. Yaani ule ukubwa alikufanya mafuko au kufa. Hapo ukamwona mtu amekusaidia kukupa kitega kuvuta na kuvuta tena kule kuna msaada. Ukasahau kwamba ile mambo yangekuondoa yale. Yangekuondoa. Lakini kwa nini? Neema. Na mimi kuna kitu ambacho na sababu alisaidia sana. Kuwa na namna ya kuelewa kwamba hichi kitu kwa nini kiko hivi. Ndio maana mimi naanza mtu anaweza akaongea kitu labda nikosea. Yaani anaweza kwa sababu kila kina ufahamu wake. Unaweza kuongea kitu kwa mtu ukaona amechukulia ni cha kawaida. Lakini yeye akawa kama huyu mtu gani anaongea hivi, kwani anafanya hivi? Akawa amekasirika na akachukulia hatua yule mtu au akakasirika akamwambia na mtu fulani na fulani. Lakini mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu mimi bengi hata na mtu akinifanyia au nikaona mtu anafanya vibaya, mimi huwa sinaga ile ya kumkasirikia sana. Mimi huwa nawaza nasema Mungu, inawezekana huyu mtu amefanya kwa kutokujua. Hata kama amefanya kwa kujua ni kibaya au yeye ameona ni nani akiwasilisha hivyo, lakini na yeye hatakiwi kufanya hivyo sababu kila mtu anarudia mpaka sasa apige hatua. Sasa huyu ambaye ameharibu hivi, yaani kuna mtu ambaye ameongea wiki gani kwamba sijui habari ya kuwa kiraka kwa mtu. Anasema mimi naanza kusema mtu hata akikosea, akifanya vibaya sio kusudi lake kwamba yeye anapendana kila siku yeye awe na vuruga, hapana. Ndio maana huyo mtu ukimwendea ukamwelekeza kwamba hapo unakosea hakubali. Yaani hao wanasema atakubali lakini anahuzunika, lakini kama hatakubali lakini anahuzunika. Yaani ni nini ninachoongea kwamba mimi nikiona nina neema ya kuelewa kwamba huyu mtu amefanya hichi kitu kama amekosea lakini hajataka kukosea. Basi mimi niyo sababu ya kumvuta au kumwambia chochote ambacho kitafanya endelee mbele. Kwa sababu hapo kanisa sio kwamba tutaendelea tu hivi au mtu akija kuacha na sema, akiacha na mimi kwamba ndio wokovu tutakuwa na amani nao na yote. Hapana. Sisi imani yetu sio kwa kama mzee anavyosema ni hata mkiondoka wote lakini mimi Mungu wangu lakini vile vile. Sio kama tunamtia kiwango sisi hatujateswa. Mimi sijateswa. Mateso yangu ni ya kuhusu maisha yangu. Mateso yangu ni ya kuhusu maisha yangu. Ndio hicho kitu alichoongea kwa Mangile.